Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Mjini Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Edith Peter. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa Kiswahili ya Afrika. Karibu. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu, eneo zima la pwani. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Wasikilizaji wetu wa Uganda sasa tupo kwenye Jogoo 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayuge, Malaba na mpakani Busia. Pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Jumatano ya Aprili 29. Hii leo tunamulika hali ya usalama barani Afrika. Mapigano mapya Sudan Kusini yanatishia nchi hiyo kutumbukia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Huko kaskazini mwa Nigeria, magenge ya kihalifu na magaidi yaendelea kulenga raia wasio na hatia. Na haya mambo ya mwelekeo wa ubabe wa kutikisa vifua na kutoa misimamo ambayo haiafiki umoja ni mambo ambayo yanaleta balaa sana kwa raia wa kawaida wa Sudani ya Kusini. Na ni aibu kubwa kwa bara la Afrika kwamba harakati zote hizo za kina hayati John Garang ambazo zilikuwa zinaungwa mkono na dunia nzima, saa hizi ni kama ni kazi bure ilifanyika. Mbarika ya Nigeria ni mbaya sana, na nasema hivyo kwa sababu inachanganyisha masuala mengi ya dini, ya uporaji wa rasilimali na pia itikadi kali za vikundi kama ISIL. Kwa uchambuzi zaidi kaa nasi. Kwanza taarifa za habari na Hussein Jafari. Mogadishu, Somalia. Mgogoro unaoendelea wa vita dhidi ya Iran sasa unaongeza mzigo mpya kwa maelfu ya watoto wanaokabiliwa na utapia mlo nchini Somalia. Tayari nchi hiyo ilikuwa ikikumbwa na ukame, njaa na kupungua kwa misaada ya kimataifa. Hata hivyo, vita hivyo vimesababisha kuvurugika kwa usafirishaji wa chakula muhimu cha tiba kama vile lishe maalum kwa watoto wenye utapia mlo mkali. Mashirika ya misaada yanasema muda wa kusafirisha chakula umeongezeka maradufu, huku gharama zikiongezeka sana, hali inayosababisha kliniki kupunguza huduma au hata kuwarudisha watoto bila matibabu. Zaidi ya watoto 500,000 wako hatarini, huku maelfu wakikosa matibabu muhimu. Wataalamu wanaonya kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi ikiwa misaada haitafika kwa wakati. Khartoum, Sudan. Umoja wa Mataifa umechukua hatua kali kwa kuiwekea vikwazo ndugu wa kiongozi wa kikosi cha wanamgambo cha RSF nchini Sudan pamoja na mamluki watatu kutoka Colombia wanaodaiwa kuhusika katika kuendeleza vita vinavyoendelea nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa, watu hao wanatuhumiwa kuandikisha na kusafirisha wanajeshi wa zamani kutoka Colombia ili kupigana upande wa RSF katika vita dhidi ya jeshi la Sudan. Vikwazo hivyo vilipitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa ushirikiano na mataifa makubwa ikiwemo Marekani, Uingereza na Ufaransa. Hatua hii inakuja wakati vita vya Sudan vilivyoanza mwaka 2023 vikiingia mwaka wa 3 na kusababisha mzozo mkubwa wa kibinadamu, huku mamilioni ya watu wakikabiliwa na njaa na ukosefu wa makazi. Kinshasa, DRC. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameagiza uchunguzi wa kina kuhusu mapato yatokanayo na mauzo ya madini ya shaba na kobalti nje ya nchi. Kwa mujibu wa kumbukumbu za kikao cha baraza la mawaziri, hatua hiyo inalenga kubaini iwapo taifa linapata manufaa kamili kutokana na ongezeko kubwa la mauzo ya madini hayo katika soko la kimataifa. Rais Tshisekedi ameonya kuwa udhaifu katika mifumo ya usimamizi na ufuatiliaji wa mapato unachangia kupotea kwa fedha ambazo zingesaidia kukuza uchumi wa nchi hiyo. Bamako, Mali. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ya ICC imeamuru fidia ya jumla ya euro milioni 7.25 sawa na dola milioni 8.5 kulipwa kwa zaidi ya waasiriwa 65,000
wa utawala wa wanamgambo wa Kiislamu uliowahi kutawala mji wa Timbuktu mwaka 2012. Uamuzi huo unamhusu kiongozi mmoja wa wanamgambo ambaye alikuwa sehemu ya kikosi kilichotekeleza sheria kali za Kiislamu, ikiwa ni pamoja na kuamuru adhabu za viboko hadharani na mateso mengine dhidi ya raia. Majaji wa mahakama hiyo walisema fidia hiyo inalenga kurejesha heshima na kutoa nafuu kwa waasiriwa walioteseka chini ya utawala huo mkali na kutoa haki kwa maelfu ya watu walioathirika. Nairobi, Kenya. Uchumi wa Kenya umeendelea kukua kwa kasi ya wastani ya 4.6% mwaka 2025 kulingana na takwimu mpya zilizotolewa na Shirika la Taifa la Takwimu nchini humo. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa sekta kuu kama kilimo, huduma na teknolojia zilichangia kwa kiasi kikubwa ukuaji huo licha ya changamoto za kiuchumi duniani. Serikali ina matumaini kuwa uwekezaji katika miundombinu na mageuzi ya kiuchumi yataongeza kasi ya ukuaji katika miaka ijayo. Kwa ujumla, takwimu hizo zinaonyesha uthabiti wa uchumi wa Kenya licha ya mazingira magumu ya kiuchumi kimataifa. Wakati tukianza na suala la usalama, tuanzie Afrika ya Kati, ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miongo miwili taifa hili halijajawa na amani. Katika mashariki mwa nchi, mamia ya makundi ya silaha yamekita himaya zao na kudai kutetea haki ya kujilinda. Cha kutamaisha ni kwamba maasi mashariki mwa DRC yamesababisha maafa ya karibu raia milioni 10 na mamilioni wamekimbia. Kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO hakijafanikiwa kuleta amani. Misururu ya mazungumzo kati ya pande hasimu ingali kuzaa matunda. Hadi sasa amani ya kudumu DRC imesalia ndoto, kama anavyosimulia Msekidide akiwa Beni. Machafuko mengi yanayoshuhudiwa nchini Kongo Kinshasa na vita vya nenda rudi ikiwa miongo kadhaa hivi sasa inatafsiriwa kwa hisia tofauti na raia wa Kongo nchini. Baadhi ya maoni tuliyoyakusanya, wengi waliojieleza wadokeza swala la utajiri wa mali na rasilimali za Kongo kuwa chanzo cha migogoro. Nilizungumza na Bwana Joseph Apollo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini, akiwa mkoani Kivu ya Kusini. Alikuwa na mtazamo huu. Unajua, nchi ya DRC kama inakumbwa na machafuko miaka nenda miaka rudi kupitia utawala mbalimbali, ni kwa sababu cha kwanza nchi hiyo inakuwa ni nchi tajiri na inakuwa na rasilimali nyingi sana, jambo ambalo nchi jirani hazina, na hiyo inasababisha nchi mojawapo jirani kuyaleta machafuko katika nchi ya DRC, hususan upande wake mashariki ambao unakuwa ni tajiri sana. Jambo la pili ni kulingana na swala zimoja za uongozi wa kindani ya nchi ya DRC ambazo hazitatuliwi. Hiyo yote miula ambayo unahitaji kutokea Mobutu hadi kwa sasa, kuna swala fulani ambazo zinashindwa kutatuliwa na linasababisha vita au machafuko kuendelea kudumu. Ni kama vile swala la ukongomani la watu fulani, ni kama vile swala la uongozi wa nchi ambalo kuna sehemu kidogo ya Kongomani wenye kujichukulia nchi kama vile ya kwao na hawataki kugawa madaraka na watu wengine. Hayo ni maswala tete ambayo yanasababisha nchi ya DRC kukosa amani miaka yote hiyo. Upande wake mchambuzi Laurent Mugiraneza akiwa mjini Kinshasa kaisi kuwa tangu Mobutu mpaka sasa vita vinaendeshwa tu. Elezo ni mengi sana na majibu ni mengi, lakini tukamate ile ya kuwa Kongo ni inji tajiri, lakini ambao utajiri wake haufaidike kwa wana inji wake. Na ikumbuke kama ukoloni wetu Belgiji tumeagana nao vibaya, na wale wameenda na sura mbaya ya Kongo, hawakuweza kutusaidia ili tuweze kuinuka wala kutoka katika ubovu wa kuchimba madini yetu na kufaidika kwa madini yetu. Hapo wameonesha asiri zote za utajiri wa Kongo, na hapo mataifa mengi sana yanatarajia kuiba mali hiyo, na bado wanapokosa njia, na ndipo wanapitia sasa kwenye nchi jirani ambazo zinachochea vita, na ndipo wanaanza sasa mataifa kama Wahutu, Watusi, kama Wanyintu na Wanani wanaanza mapigano kati yao, na ndio Wakongomani sasa nao kukosa busara wanaenda wanajitia kwenye mapambano. Hata tukisema Rwanda yapigana na Kongo, sio Rwanda yapigana na Kongo, lakini ni Amerika, ni wale wa Ulaya, Waingereza wenye kuhitaji tu mali ya Kongo, na utaenda kutana kama wakati vita inapamba moto ndipo wakati ambapo asilimali ya Kongo inaibwa. Naye Bibi Rachel Mululu kutoka mji wa Goma mkoani Kivu ya Kaskazini, bila kutaka kuongea mengi, alijitokeza kwa kauli kali
pia fupi, akisema mimi kwa upande wangu mimi naona kama vita haishi kwa sababu ya mzungu ndio mwenye kukoroganisha watu weusi. Ile ndio jibu yangu, nashukuru. Hatimaye Bwana Laurent Mugiraneza alirejea na kumalizia maoni yake kwa namna hii. Kuliko kupitia kwenye mlango wa Kongo ili watafute kuchimba migodi hiyo, wanapitia kwenye ingine mataifa ambayo inaenda kuzorotesha usalama wetu ili wapate faida yao wenyewe. Na chanzo hicho chote ni ukosefu wa uaminifu kati ya makabila yanayoishi katika Kongo na kando kando, ni ukosefu wa umoja, ni ujanja, ni ukosefu wa ukweli. Hiyo yote inatutatiza na kuletea kukosa usalama katika Kongo. Asante. Mseke Dide, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Ni Mseke Dide. Tuangazie Sudan Kusini, nchi changa zaidi barani Afrika. Umoja wa Mataifa pamoja na makundi ya haki za binadamu zimeonya Sudan Kusini inakumbwa na tishio la kutumbukia upya katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hii ni kufuatia mapigano makali kati ya majeshi ya serikali SPLO na wanajeshi watiifu wa kiongozi wa upinzani Riek Machar SPLO-10. Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar wametofautiana dhidi ya uongozi, huku makamu wa rais akiwekewa kizuizi cha nyumbani. Hii imechochea makabiliano makali kati ya malengo ya kijeshi, hususan katika jimbo la Jonglei linalodhibitiwa na Riek Machar. Zaidi ya watu nusu milioni wamekimbia makazi yao. Kufahamu zaidi kuhusu mzozo wa Sudan Kusini, mwenzangu Nyota Suleimani amezungumza na Profesa Chacha Nyegoti Chacha, mtaalamu wa masuala ya uongozi na diplomasia. Mzozo wa kisiasa na kijeshi nchini Sudan Kusini unaendelea kuchukua sura mpya, huku mapigano yakiripotiwa kuzuka kati ya vikosi vya serikali na vile vinavyomuunga mkono makamu wa rais Riek Machar. Ripoti zinaonyesha kuwa hali ya usalama imezorota katika baadhi ya maeneo, jambo ambalo linatia wasiwasi mustakabali wa makubaliano ya amani yaliyolenga kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka kadhaa. Mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia Chacha Nyegoti Chacha anasema hali hii ni ya aibu na inaashiria kurudi nyuma kwa juhudi za amani. Na haya mambo ya mwelekeo wa ubabe wa kutikisa vifua na kutoa misimamo ambayo haiafiki umoja ni mambo ambayo yanaleta balaa sana kwa raia wa kawaida wa Sudani ya Kusini, na ni aibu kubwa kwa bara la Afrika kwamba harakati zote hizo za kina hayati John Garang ambazo zilikuwa zinaungwa mkono na dunia nzima, saa hizi ni kama ni kazi bure ilifanyika, kwa sababu hawa hawana uwezo wa kujitawala na labda wanaendelea kupigana wenyewe kwa wenyewe, wauane baadaye nchi yao irudi kutawaliwa na Sudani. Licha ya kuundwa kwa serikali ya muungano iliyojumuisha pande pinzani, anaeleza kuwa utekelezaji wa makubaliano hayo umekuwa kusuasua, huku masuala muhimu yakisalia changamoto. Anasema sababu kuu inayochangia kudorora kwa amani ni ukosefu wa dhamira ya kweli ya kisiasa. Mimi nasikitika kwamba wameshindwa kabisa, pamoja na kwamba dunia nzima na Afrika kwa mfano wamejitolea kujaribu kuwaleta pamoja katika kuzungumza, kujaribu kuleta maafikiano. Kuna harakati nyingi sana ambazo zimeanzishwa na michakato mingi ambayo imeanzishwa ili kuwawezesha hao jamaa waweze kuishi kwa amani na watekeleze wajibu wao wa kutawala nchi iliyo huru, nchi ambayo walikuwa wanataka iwe huru kutoka kwa nyororo za utawala wa Sudani kubwa. Katika hatua nyingine, Kenya imetajwa kama mshirika muhimu katika juhudi za kurejesha amani nchini humo, ikikumbukwa kuwa imewahi kuwa mwenyeji wa mazungumzo muhimu ya amani. Hata hivyo, swali linasalia ikiwa taifa hilo linaweza tena kuwa mpatanishi madhubuti katika mzozo wa sasa. Na nchi ya Kenya bado ina uwezo wa kutoa watu ambao wana uzoefu wa kiitifaki, uzoefu wa kimaelewano, uzoefu wa kimataifa, ambao wanaweza kukaa na hizi pande mbili ambazo zinakinzana huko Sudani ya Kusini, wakawezesha kuendeleza mtazamo na mazungumzo yanayoweza kusababisha amani kutokea. Wachambuzi wanasisitiza kuwa amani ya kudumu nchini Sudan Kusini italeta manufaa makubwa, ikiwemo utulivu wa kisiasa, ukuaji wa uchumi na kuboresha maisha ya wananchi ambao wameathirika kwa muda mrefu na vita. Kwa sasa macho ya jumuiya ya kimataifa yanaelekezwa Sudan Kusini, huku wito ukiongezeka kwa viongozi wake kuweka kando tofauti zao na kuipa kipaumbele ajenda amani kwa manufaa ya taifa lao. Wakiendelea kutumia mitazamo yao na mikakati na misimamo yao
ambayo ni ya kikabila hawatapata amani kabisa. Wataendelea tu kuwa wanapigana wenyewe kwa wenyewe na nchi yao, pamoja na kwamba itakuwa ni nchi huru. Nyota Suleiman, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Nairobi. Ni taarifa ya Nyota Suleimani akizungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mtaalamu wa masuala ya uongozi na diplomasia. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni Idhaa Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta Idhaa Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia jiunge nasi, yani usubscribe na YouTube Idhaa Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Edith Peter. Ukiwa Afrika Kusini unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya Jamii Kivu, inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Rubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Na sasa tuelekee kaskazini mwa Nigeria, ambapo magenge ya uhalifu na makundi ya kigaidi yameendeleza mashambulizi dhidi ya vijiji, shule, masoko na maeneo ya ibada. Mashambulio haya kila siku yamewaacha raia wa maeneo haya kukata tamaa ya maisha. Mamlaka za Nigeria zilitangaza eneo la kaskazini kama eneo la hatari na kutuma jeshi la taifa. Licha ya operesheni za jeshi, magenge na magaidi yameendeleza mashambulio na kuwaua raia wengine wakitekwa nyara. Marekani imeingilia kati mzozo wa kaskazini mwa Nigeria na kutuma kikosi maalumu kusaidia kutoa mafunzo kwa jeshi la Nigeria. Aidha, Washington alishambulia misitu kaskazini mwa Nigeria kulenga makundi ya kigaidi. Haya yote yameishia raia kulengwa zaidi na kupoteza maisha na mali. Anne Ngugi amezungumza na mtaalamu wa usalama Dr. David Monda kuhusu hali ya kaskazini mwa Nigeria. Karibu sana Bwana Monda, na moja kwa moja swali la kwanza ambalo tunajiuliza, hali ya usalama kaskazini mwa Nigeria inaonekana kuzorota kila kuchao. Kwa maoni yako, ni nini ambacho kinafanyika? Mbarika ya Nigeria ni mbaya sana, na nasema hivyo kwa sababu inachanganyisha masuala mengi ya dini, ya uporaji wa rasilimali na pia itikadi kali za vikundi kama ISIL. Kwa hivyo shambulio hili la hivi karibuni, wana ISIL, kikundi cha itikadi kali cha Kiislamu, wamesema wao ndio wameendeleza shambulio hili kwenye jimbo la Adamawa. Watu 29 wamefariki, na pia jambo la kusikitisha ni kwamba kwenye mauaji haya na mengine ambayo yalikuwa siku za nyuma, ni kama Wakristo wa Nigeria, Wakristo wanalengwa sana na hivi vikundi vya kigaidi, na inaleta hali ya kusikitisha kwa sababu vile tulimuona Rais Tinubu akifanya ziara kule Uingereza, yeye ni mdhaifu kimwili, na ni ishara ya udhaifu wa serikali yake kule kaskazini mwa Nigeria, ya kwamba jeshi la Nigeria, vile Rais Tinubu kukosa kuwa na nguvu, pia vile rais amekosa nguvu, ni kama vile jeshi ya Nigeria imekosa nguvu na kuweza kudhibiti hali ya usalama, ndiposa hivi vikundi vya kigaidi vinaua watu kiholela. Na Bwana Monda, Marekani imefanya mashambulio kulenga makundi ya kigaidi na pia imesaidia kwa mafunzo na ujasusi kwa jeshi la Nigeria, lakini bado mashambulizi na utekaji nyara vinaendelea. Tatizo liko wapi haswa? Tatizo liko kwa nyanja au nyadhifa nyingi. La kwanza ni kwamba Marekani inaweza kupatia wanajeshi wa Nigeria mafunzo, lakini kweli hawa wanajeshi wamepata vifaa vya kutosha, wamelipwa mishahara yao? Hali ya ufisadi, kuna ripoti ya kwamba wanajeshi wanashirikiana na
hivi vikundi vya kigaidi kufanya biashara haramu. Kwa hivyo kuwapatia mafunzo peke yake kutoka walimu wa kivita kutoka Marekani sio suluhu pekee. Na ni kushukuru sana Bwana David Monda kwa wakati wako ambao umetutolea ili tuweze kuchambua swala hili linaloleta kero kutoka kule Nigeria. Ni taarifa ya Anne Ngugi akizungumza na Dr. David Monda kuhusu hali ya kaskazini mwa Nigeria. Kwenye sehemu moja ya dunia iliyosheheni matumaini ya uhuru na mustakabali bora, Sudani Kusini inaendelea kuzama kwenye kivuli cha migogoro isiyoisha. Taifa ambalo lilizaliwa kwa matumaini makubwa sasa linakabiliwa na uhalisia mchungu wa mapambano ya madaraka kati ya viongozi wake wakuu, Salva Kiir na Riek Machar. Msuguano huu unaendelea kuyagharimu maisha maelfu na kuvuruga mustakabali wa mamilioni. Je, ni kwa muda gani dunia itaendelea kushuhudia taifa likitetereka kwa sababu ya tamaa ya wachache? Hii ni tahariri ya Herbert Chawinga inayochambua mzizi wa mgogoro huo na hatima ya wananchi wa Sudani Kusini. Katika kipindi ambacho ulimwengu unashuhudia maendeleo ya kisiasa na kiuchumi katika maeneo mengi, hali ya Sudani Kusini inaendelea kuwa mfano wa kusikitisha wa taifa lililonaswa kwenye mzunguko wa migogoro isiyoisha. Swali la msingi linabaki, je, ni haki kwa taifa zima kuendelea kuteseka kwa sababu ya tamaa ya madaraka ya viongozi wake? Tangu kupata uhuru wake mwaka 2011, matumaini ya wananchi wa Sudani Kusini yamekuwa yakizimwa mara kwa mara na migogoro ya kisiasa kati ya viongozi wakuu, hasa kati ya Rais Salva Kiir na mpinzani wake wa muda mrefu Riek Machar. Ingawa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yalionekana kuwa mwanzo wa utulivu, ukweli ni kwamba yalikuwa msingi dhaifu uliotegemea zaidi maridhiano ya muda kuliko suluhisho la kudumu. Matukio ya hivi karibuni yanathibitisha hilo. Kuanzia Disemba 2025, mapigano mapya yalizuka baada ya vikosi vya upinzani kuteka vituo vya kijeshi katika jimbo la Jonglei na kusababisha mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka kwa serikali. Matokeo yake ni zaidi ya watu 280,000 kuyahama makazi yao, huku maelfu wakikimbilia maeneo kama Akobo kutafuta hifadhi chini ya ulinzi mdogo wa vikosi vya Umoja wa Mataifa. Chanzo kikuu cha mzozo huu mpya kinaonekana wazi, si tofauti za kiitikadi, bali ni mvutano wa madaraka. Kusimamishwa kwa Machar kama makamu wa kwanza wa rais na kuwekwa chini ya kifungo cha nyumbani kulichochea hali ya taharuki na kurejesha kumbukumbu za vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyogharimu maisha ya takribani 400,000. Ulinzi wa raia haupaswi kuwa swala la mjadala, bali wajibu wa msingi. Wananchi wa kawaida ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa vita hivi. Wanakimbia makazi yao, wanakosa chakula na wanakuwa wahanga wa mashambulizi yasiyo na huruma. Dunia ina wajibu wa kimaadili kusaidia, lakini haiwezi kuwa suluhisho la kudumu kwa matatizo yanayotengenezwa ndani ya uongozi wa nchi. Hakuna njia mbadala ya mazungumzo jumuishi ya kisiasa. Amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa mikataba ya juu inayowaacha baadhi ya wadau nje. Sudan Kusini inahitaji mchakato wa kisiasa unaojumuisha makundi yote, sio tu wale walio na silaha, bali pia asasi za kiraia na wananchi wa kawaida. Jukumu la vikosi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa linabaki kuwa muhimu, lakini lenye mipaka. Vinasaidia kupunguza madhara, lakini haviwezi kuchukua nafasi ya uongozi dhabiti wa ndani. Bila dhamira ya kweli kutoka kwa viongozi wa Sudani Kusini, hata uwepo wa kimataifa hautaweza kuzuia kurejea kwa vita kamili. Ni wazi kwamba kucheleweshwa mara kwa mara kwa uchaguzi, kushindwa kuunganisha majeshi pinzani, pamoja na ufisadi na umaskini uliokithiri, vyote vinachangia kudhoofisha taifa hili changa. Uchaguzi unaotarajiwa unaweza kuwa hatua muhimu, lakini tu ikiwa utakuwa huru, wa haki na unaokubalika na pande zote. Tatizo la Sudani Kusini si ukosefu wa rasilimali wala msaada wa kimataifa, ni ukosefu wa uwajibikaji wa kisiasa. Hadi viongozi wake waache kuweka mbele maslahi binafsi na badala yake watangulize ustawi wa taifa, mzunguko huu wa migogoro utaendelea.
Na hapo ndipo swali la haki linapopata uzito wake. Je, ni sawa kwa kizazi kizima kuendelea kuteseka kwa sababu ya tamaa ya wachache? Dunia inaweza kusaidia, lakini mustakabali wa Sudani Kusini uko mikononi mwa viongozi wake wenyewe. Msuguano wa madaraka kati ya Kiir na Riek hauwezi kuruhusiwa kuendelea. Tegea tahariri ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika kila siku, ambapo huangazia masuala muhimu kuhusu bara letu la Afrika. Ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Subscribe, yani ujiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja Mwafrika. Tupate muhtasari wa taarifa muhimu barani na Hussein Jafari. Mogadishu, Somalia. Mgogoro unaoendelea wa vita dhidi ya Iran sasa unaongeza mzigo mpya kwa maelfu ya watoto wanaokabiliwa na utapia mlo nchini Somalia. Tayari nchi hiyo ilikuwa ikikumbwa na ukame, njaa na kupungua kwa misaada ya kimataifa. Hata hivyo, vita hivyo vimesababisha kuvurugika kwa usafirishaji wa chakula muhimu cha tiba kama vile lishe maalum kwa watoto wenye utapia mlo mkali. Mashirika ya misaada yanasema muda wa kusafirisha chakula umeongezeka maradufu, huku gharama zikiongezeka sana, hali inayosababisha kliniki kupunguza huduma au hata kuwarudisha watoto bila matibabu. Zaidi ya watoto 500,000 wako hatarini, huku maelfu wakikosa matibabu muhimu. Wataalamu wanaonya kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi ikiwa misaada haitafika kwa wakati. Khartoum, Sudan. Umoja wa Mataifa umechukua hatua kali kwa kuiwekea vikwazo ndugu wa kiongozi wa kikosi cha wanamgambo cha RSF nchini Sudan pamoja na mamluki watatu kutoka Colombia wanaodaiwa kuhusika katika kuendeleza vita vinavyoendelea nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa, watu hao wanatuhumiwa kuandikisha na kusafirisha wanajeshi wa zamani kutoka Colombia ili kupigana upande wa RSF katika vita dhidi ya jeshi la Sudan. Vikwazo hivyo vilipitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa ushirikiano na mataifa makubwa ikiwemo Marekani, Uingereza na Ufaransa. Kinshasa, DRC. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameagiza uchunguzi wa kina kuhusu mapato yatokanayo na mauzo ya madini ya shaba na kobalti nje ya nchi. Kwa mujibu wa kumbukumbu za kikao cha baraza la mawaziri, hatua hiyo inalenga kubaini iwapo taifa linapata manufaa kamili kutokana na ongezeko kubwa la mauzo ya madini hayo Nairobi, Kenya. Uchumi wa Kenya umeendelea kukua kwa kasi ya wastani ya 4.6 mwaka 2025 kulingana na takwimu mpya zilizotolewa na Shirika la Taifa la Takwimu nchini humo. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa sekta kuu kama kilimo, huduma na teknolojia zilichangia kwa kiasi kikubwa ukuaji huo licha ya changamoto za kiuchumi duniani. Serikali ina matumaini kuwa uwekezaji katika miundombinu na mageuzi ya kiuchumi yataongeza kasi ya ukuaji katika miaka ijayo. Kwa ujumla, takwimu hizo zinaonyesha uthabiti wa uchumi wa Kenya licha ya mazingira magumu ya kiuchumi kimataifa. Wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema No City narusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia Radio Washika, Radio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Edith Peter. Kwa heri kwa sasa, jioni njema.